taasisi zote za serikali zilizopo ndani ya wilaya ya Ubungo zikiwemo TANESCO, TARURA, NIDA, RITA, TANROADS na taasisi nyinginezo zote kupitia kikao hiki na ingie kwenye rekodi. Maelekezo ya serikali ni lazima mpeleke taarifa kwenye kata, sio kwenye baraza peke yake, kwa sababu mnapoleta taarifa kwenye kata, hapa mambo ni mengi ya kujadili ya wilaya nzima na halmashauri nzima. Yako masuala ambayo ni specific kwenye kata husika, kama ni maji, kama ni barabara, kama ni masuala ya wananchi kucheleweshwa NIDA zao. Kwa nielekeze maafisa tarafa, kuna mmoja nilimtuma, lakini pia waheshimiwa madiwani mfahamu, wapeni taarifa mapema taasisi, na zile taasisi ambazo mtazialika kwenye vikao vyenu vya ODC na hazitahudhuria kwa taarifa ya maandishi, naomba muwasilishe kwangu ili wajieleze kwa nini hawaleti taarifa kwenye kata zenu. Utekelezaji wa miradi ya serikali unaofanywa na taasisi, kumekuwa na tabia, baadhi ya taasisi zinafika kwenye kata, zinafika kwenye mitaa, zinaanza kutekeleza mradi, diwani hajui, mtendaji wa kata hajui. Kupitia kikao hiki ambacho kinapokea taarifa za kata, tuwaelekeze taasisi zote, kama ni mradi wa mkongo wa taifa, kama ni mradi wa maji, kama ni mradi wa barabara, kabla ya utekelezaji wake hakikisha diwani na mtendaji wa kata wanaufahamu kwa kina mradi huo, na unapoenda kutekeleza washiriki wajue unatekeleza wapi na kwa namna gani. Hii itaondoa changamoto ambazo zimekuwa zikijirudia mara kwa mara. Ni swala la lishe mashuleni. Swala hili sisi wakuu wa wilaya tuna mikataba na wakuu wa mikoa, na mkuu wa mkoa ana mkataba na Mheshimiwa Rais. Ni waombe waheshimiwa madiwani, ninyi mkae wahamasishaji kuhakikisha kwamba lishe inapatikana mashuleni, sio tu kwenye shule, ila kila mtoto anayehudhuria shuleni aweze kupata lishe, kwa sababu hii ni ajenda ya kitaifa. Lakini Mheshimiwa Mstahiki Meya pamoja na waheshimiwa madiwani, kuna swala la jumla la uchimbaji wa michanga katika kata limekuwa likilalamikiwa sana. Nitumie kikao hiki Mstahiki Meya kuwaelekeza bonde la Wamirufu, vibali vyote ambavyo vimetolewa vya kuchimba michanga kwenye mito visitishwe mpaka pale madiwani pamoja na watendaji watakapokuwa wamekaa kwenye vikao vyao na kujua hali ya mito iliyoko katika maeneo yao. Mstahiki Meya pamoja na waheshimiwa madiwani, ni marufuku kwenye vitu wa mitaa kuweka mihuri kwenye mikataba ya kuuza ardhi, ni marufuku. Mwenyekiti wa serikali ya mtaa, usiweke muhuri wa serikali kwenye mkataba wa mauziano, kwa sababu unaigeuza serikali kuwa shuhuda au shahidi kwenye mauziano binafsi. Na hili nalisema Mstahiki Meya, yupo mtendaji na mwenyekiti wake na wajumbe kule Mbezi Mpiji Magohe, wameenda kugonga miuri kwenye mauziano, wamepelekea mgogoro mkubwa katika eneo lile. Kiwanja kimoja kimeuzwa mara 3, unakuta muhuri wa mtendaji. Kwa hili naomba waheshimiwa madiwani msiruhusu liendelee kufanyika ili tuondoe migogoro ya ardhi katika maeneo yetu. DDC inamilikiwa na DDC kwa mujibu wa sheria. DDC ndio wana hati ya lile eneo, pamoja na kwamba miongoni ndani ya hati ile ya DDC kuna baadhi ya maeneo ambayo yametolewa hati ndani yake. Kwa mujibu wa sheria za umilikaji wa ardhi, mmiliki wa ardhi ni mwenye hati ya awali ambayo ni DDC. Kwa hiyo masuala haya yanaamuliwa na ngazi zingine za juu zitakazoleta mfumbuzi wa issue ya DDC na wananchi. Kuna mgogoro mkubwa sana ambao uko kwenye kata yangu ya Mbezi, eneo la Msumbi la DDC. Kama kamati imejipangaje kuhakikisha kwamba inatoa mgogoro ule na kuhakikisha kwamba wananchi wangu wanaendelea kukaa kwa amani, lakini pia wanaendelea kufanya maendeleo, kwa sababu eneo lile sasa hivi hakuna maendeleo yanafanyika kwa sababu ya DDC. Kamati imejipangaje? Kwa sababu maeneo mengi yanajengwa kiholela na serikali ipo, serikali za mitaa zipo na viongozi wa serikali wapo, wengine wamesaini, lakini ukienda maeneo yale yanajengwa kiholela. Sasa inafika sehemu maeneo mengine hata njia hazipitiki, lakini waliohusika ni serikali. Nataka kujua kamati imejipangaje kuhakikisha kwamba
inadhibiti hawa watu ambao wanakuwa wanafanya hivyo vitendo kwenye upande wa serikali na kuingiza lawama kwa serikali baada ya kuwa inatekeleza majukumu yake. Kumbe kuna viongozi ambao sio waaminifu, walikuwa ni wabadilifu, waliohusika katika mpango huo tunapokwenda kutekeleza mpango wa kuhakikisha kwamba tunapitisha zile njia ambazo zinafungwa. Na mapendekezo ya wajumbe, kila ukiyasikiliza, kila diwani anahitaji kabarabara karami kwenye kata yake. Tusiishie kusema, twende pamoja na kubuni vyanzo vingine vya mapato. Viko vyanzo tulikuwa navyo tayari, TAMISEMI imeviondoa. Mfano, chanzo cha kushusha na kupakia kimeondolewa. Kwa hiyo utakuta katika bajeti yetu tunaathirika kama bilioni 6 hivi hazipo. Yaani vyanzo tulikuwa tunakusanya, lakini vinaonekana kama ni kero kwa wale wananchi wetu. Sasa kamati ya fedha mlipokaa, endeleeni kubuni, viko vyanzo vingine sisi tulibuni kwa wazo letu. Tujenge hoteli eneo la Sinza, libuni huu mradi kama baraza, na mradi ukapita vyombo vyote vya kibajeti vya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, za kiserikali, kwa maana pia nikizingatia ipo pia TARURA, ambayo TARURA hii imeweza kuwa na mchango mkubwa sana ndani ya manispaa yetu ya Ubungo, imeweza kutukamilishia barabara zetu. Sasa ni waombe zaidi, twendeni tukazikamilishe hizi barabara kwa uharaka zaidi, ili kusudi tupate matokeo yaliokuwa bora zaidi. Sisi na halmashauri ni kitu kimoja. Kwa hiyo nawaomba sana tuendelee kuisimamia halmashauri, tuendelee kutimiza wajibu wetu, tuendelee kufanya kazi, tuendelee kutatua kero na changamoto za wananchi wetu. Wananchi wanatuamini kwenye nafasi, tuende tukaifanyie kazi, tuende tukatatue kero.